Ni ndani ya nyumba moja huko Hyderabad nchini India. Tunamwona huyu bidada mmoja wa kuitwa Lakshmi. Lakshmi anaishi na binti yake wa kuitwa Saraswati na kiukweli wanapendana sana. Na kama tunavyofahamu upendo wa mama kwa mtoto wake, kwao ilikuwa furaha ya hali ya juu kwa wawili hawa. Baada ya kumaliza ratiba zao za nyumbani, kama kawaida anampeleka mwanae shuleni na leo ilikuwa ni birthday ya binti yake. Kwao akamnunulia chocolate kwa ajili ya kwenda kuwapa marafiki zake huko shuleni na ikiwezekana kuwapa hata walimu, maana ilikuwa ni siku yake ya kuzaliwa. Walipofika shuleni, Lakshmi akamkumbusha mwanae kuwapa wenzake chocolate. Baada ya kumkumbusha, akamwacha mwanae na yeye kuelekea kazini. Na alikuwa ni nesi kwenye hospitali moja huko serikalini. Alipofika kazini pale majukumu yaliendelea kama kawaida. Si unajua tena ni wajibu wa mfanyakazi kwa hudumia wagonjwa. Kwa hiyo Lakshmi kwa kuwa kazi yake ilikuwa ni nesi, alikuwa anafanya wajibu wake pale. Na kwenye kumwishi mwanae birthday, akamnunulia zawadi ya saa ili akampe mwanae kwenye siku yake ya kuzaliwa. Sasa akiwa shuleni anamsubiri mwanae Saraswati ili amchukue aende naye nyumbani. Sasa amekaa nje akaona muda unaenda sana na mwanae hatoki. Akawa anajiuliza, huyu Saraswati anafanya nini humu ndani mpaka muda huu hajatoka? Ikabidi aingie ndani kwa ajili ya kumchukua. Akiwa ndani ya shule akakutana na mwalimu mmoja na mwalimu yule akamuuliza, unamtaka nani? Lakshmi akajibu, namtaka Saraswati. Darasa la ngapi? Darasa la 7B. Basi ngoja nikamuite. Na Lakshmi pale akamuishi Happy Independence Day, maana leo pia ilikuwa ni siku ya uhuru ya hapo nchini India na ilikuwa ni Agosti 15 na ndo siku hiyo hiyo mwanae Saraswati amezaliwa. Yule mwalimu akamleta Saraswati pale, ila Lakshmi alipomuona tu akashangaa na kusema, huyu ni nani? Alafu mbona sio Saraswati wangu? Yule mwalimu ikabidi amwambie, Saraswati anayesoma darasa la 7B ni huyu hapa. Unaposema huyu sio mwanao unanichanganya hata mimi. Lakshmi akawa haelewi pale, maana alimleta mwanae ya shule asubuhi, alafu muda huu anaambiwa hayupo. Ikabidi aanze kumtafuta mwenyewe pale. Alizunguka shule nzima akimtafuta mwanawe, yani alikuwa msikilizi mtu yoyote. Baada ya mzozo kuwa mkubwa, ikabidi sasa mkuu wa shule aje pale na kuuliza kuna nini hapa kinachoendelea. Lakshmi akamwambia, mtoto wangu nilimleta shuleni asubuhi na sasa hivi ananiambia hayupo. Mkuu wa shule akamuuliza, una uhakika mwanao alikuja hapa shuleni leo? Ndiyo, nilimleta mwenyewe asubuhi. Mzozo ulikuwa mkubwa pale. Lakshmi hataki kusikia chochote zaidi ya kumtaka mwanae. Hasa yule mwalimu akaona hapa ishakuwa kesi tena. Ikabidi apige simu polisi waje kutatua tatizo. Polisi walipofika pale wakaanza kuchukua maelezo. Kwanza Lakshmi akasema, asubuhi nilimleta mwanangu hapa, ila nakuja kumfuata wananiambia mwanangu asomi hapa. Walimu nao wakatoa maelezo yao kwa askari wa polisi kwamba hapa shuleni kuna Saraswati mmoja tu anayesoma darasa la 7B na huyo Saraswati anayemzungumzia yeye hayupo hapa. Polisi akataka kitambulisho cha huyo mtoto Saraswati, ila Lakshmi akasema kitambulisho nacho yeye mwenyewe. Ikabidi pale askari awaite wanafunzi wote wanaosoma darasa la 7B ili awaulize kama huyu mwanafunzi anayezungumziwa anamfahamu. Ila cha ajabu sasa, hata wale wanafunzi wenzake wakakataa na kusema huyo mwanafunzi hatumfahamu. Lakshmi aliwaonyesha mpaka picha ya mwanae, lakini wapi, wale wanafunzi wakasema sisi hatumfahamu huyo mwanafunzi na yupo kwenye darasa letu. Oho, kesi ishaanza kuwa ngumu. Ikabidi sasa yule polisi amwambie Lakshmi kwamba subiri ndani ya masaa 24, kama binti yako hatarudi nyumbani uje kituoni kwa ajili ya kufungua kesi ya upotevu ya mwanao. Lakshmi aliporudi nyumbani akupoa mtu wangu, alimtafuta mwanae kila kona, yani chocho zote za mitaa yao, lakini hakumuona mwanae. Akaulizia mpaka kwa majirani zake, ila wapi, Saraswati akupatikana. Usiku akiwa elewi yupo nyumbani kwake, simu yake iliita, akaikimbilia haraka ile kupokea tu. Uwezi amini mtu wangu, alikuwa ni mwanawe bwana. Na akamwambia, mama njoo nichukue, nipo kwenye chumba cha principal wa shule, principal na wenzake wawili wamenifanya kitu kibaya. Lakshmi alistuka kusikia vile, maana sauti ya mwanae ilikuwa inasikika kama mtu mwenye maumivu makali kweli, na alichoamua kukifanya ni kwenda haraka kule shuleni mpaka kwenye ofisi ya principal, na alipofika akakuta ofisi imefungwa. Ikabidi avunje na aingie ndani. Ile kuingia tu ndani akuamini kile alichokiona mbele ya macho yake. Alikuwa ni mwanae Saraswati yupo hoi, na ukimwangalia vizuri ni kama vile ameingiliwa. Lakshmi alilia na kuhuzunika sana baada ya kuona vile, na muda mchache mwanae akafariki pale. Ilikuwa ni moment ya huzuni sana pale. Lakshmi alilia kinoma kwa kumpoteza binti yake, na ukizingatia alikuwa ni binti wa pekee kabisa kwa upande wake. Asubuhi yake alienda mpaka kituo cha polisi, na askari alipofika pale akamuuliza, mwanao bado hajarudi nyumbani mpaka leo? Basi uje tufungue jalada hapa. Ila Lakshmi akamwambia, jana usiku mwanangu alinipigia simu na nilivyoenda eneo la tukio nikakiona kilichomkuta mwanangu. Wapuuzi watatu wamemuingilia mwanangu na kumuua.
Yule askari alivyosikia vile akamuita kijana wake pale kwa ajili ya kwenda kuchukua mwili wa mtoto ili ufanyiwe vipimo na uchunguzi uanze mara moja. Ila Lakshmi akasema, mwanangu nimeshamzika. Yule askari akashangaa pale, huyu mwanamke vipi? Unamzikaje mtoto wakati huo ndo ushahidi wenyewe? Na tutafunguaje kesi bila ushahidi? Alichokiona pale ni kwenda pahala ambapo mtoto alizikwa. Yule askari kwa kushirikiana na maaskari wengine wakaenda kufukua mahali ambapo Lakshmi amemzika mwanaye. Na mlinzi wa lile eneo akawa anaujiwa pale. Ila cha ajabu wakati wanaendelea kufukua lile kaburi, kwenye lile kaburi hakukuwa na mwili wa mtoto. Lakshmi akasema pale, mimi nimemzika Saraswati hapa mwenyewe. Nashangaa kwa nini mwili wa mwanangu haupo hapa. Askari wakaona huyu binti mbona haeleweki. Mara aseme mwanae kafa na kamzika, na alipozikwa binti mwenyewe haonekani. Ikabidi waondoke pale. Ila kabla ya kusepa, Saraswati akasema, ninao ushahidi mwingine wa simu iliyorekodi tukio zima la binti yangu akiwa anafanywa vile. Askari akauliza, hiyo simu iko wapi? Iko shuleni kule, twendeni mkaone. Ikabidi waelekee moja kwa moja mpaka shuleni wakachukue huo ushahidi ambao binti kasema. Ila kufika shuleni, cha ajabu sasa, hiyo simu aliyosema ipo shuleni haikuwepo eneo la tukio. Polisi wenyewe wakaanza kumshangaa Lakshmi, huyu binti vipi? Mbona kama kadata? Ila Lakshmi akaanza kusema pale, jana usiku nilikuja hapa, nilimkuta mwanangu kalala hapa na alikuwa na simu. Na hiyo simu ilirekodi wale watu watatu walimfanyia vibaya binti yangu na niliitupa hapa. Kisha akasema, alafu mbona chumba chenyewe kikuwa hiki? Hawa wamepoteza ushahidi hawa. Yule polisi akaona maelezo anayotoa binti hayaeleweki, akamwambia pale, mimi ni polisi na najua majukumu yangu vizuri na siwezi kufungua kesi ambayo haina ushahidi. Kisha akaondoka pale. Ila Lakshmi akukubali haki ya mwanae ipotee hivi hivi. Aliamua kwenda mahakamani ili kutetea haki ya mwanae. Akiwa mahakamani, issue ikaja kesi yake haikuwa na ushahidi kabisa. Kwa kila wakili anayemfikishia kesi yake anaikataa. Akatafuta mawakili mpaka binafsi, lakini mambo yalikuwa yale yale tu. Wote walikuwa wanakataa hiyo kesi. Maana ilikuwa ni kesi ngumu sana, kesi isiyokuwa na ushahidi wa aina yoyote. Miezi 7 ikapita na hapa tunamwona huyu jamaa wa kuitwa Suri. Suri yeye ni wakili na anafanya kazi na wakili mmoja mkubwa sana ambaye mara zote huwa anatetea upande wa haki. Na huyo wakili anaitwa Ramanujam. Akiwa anaendelea na mada zake pale, mbele yake akaja Lakshmi, akamueleza mkasa mzima wa kesi yake. Kisha Suri akamchukua Lakshmi na kwenda naye moja kwa moja kwa Ramanujam. Suri yeye alikuwa ni msaidizi wa Ramanujam na alipofika ikabidi amwambie kuna mteja mpya hapa, na akamuelezea issue yote ya huyo mteja. Kwa kuwa Ramanujam alikuwa muelewa, akamsikiliza ile akamwambia, kesi yako ni ngumu sana kwa kuwa haina ushahidi. Lakshmi alipotaka kuondoka, yule Ramanujam yule akamwambia, hebu subiri kidogo, mahakama inahitaji ushahidi, ila mimi nikikuangalia tu usoni naona hapa unidanganyi chochote. Hakuna mzazi ambaye anaweza kudanganya uongo kwa binti yake mwenyewe. Kwa tutafungua kesi na tutafanyia kazi. Kesi ilifunguliwa na upelelezi ukaanza. Ila kwa kuwa kesi haikuwa na ushahidi, mambo yalikuwa magumu, lakini yule wakili yule Ramanujam akasema hii kesi nitaipeleka mahakamani hivyo hivyo. Kweli kesi ikapelekwa mahakamani na yule wakili akaanza kumuelezea jaji pale mambo jinsi yalivyo. Na kwa bahati nzuri jaji akakubali ile kesi yao kusikilizwa, na mtuhumiwa wa kwanza alikuwa ni principal wa shule. Maana kwa maelezo ya Lakshmi, mwanae alimkuta kwenye chumba cha principal wa shule. Na ikabidi pale principal wa shule haitwe mahakamani na mahojiano yaanze pale. Ramanujam akaanza kutoa nundu zake pale kwa yule principal. Mwanasheria alikuwa na pointi mpaka principal akawa elewi. Ila akiwa anaendelea kumhoji yule principal, Lakshmi alimuita na kumwambia, mbona huyo sio principal wa shule? Ramanujam akashangaa pale, huyu binti vipi? Mbona simuelewi? Anasema mwanae kafanywa tukio na principal, alafu principal mwenyewe anahojiwa hapa anasema sio huyo tena. Ikabidi sasa pale amwambie jaji kwamba samahani, mteja wangu amechanganya mafaili kidogo. Amesema huyo sio yule principal ambaye anamaanisha yeye. Kwa hiyo huyo principal amekosewa. Jaji alishangaa pale, ila na yule principal akapata pa kuongelea. Umeona sasa, mnaniita mimi mahakamani kwa kesi sio yangu. Hii mtalipa, nawaambia mtalipa hii. Na ile kesi ikafutwa moja kwa moja pale. Kwa lile tukio lilotokea mahakamani, ikabidi sasa wamletee picha ili waonyeshe hao wahusika watatu waliofanya tukio kwa mwanae na wao waweze kuwafahamu. Wasije wakajichanganya tena huko mbele, maana si unajua tena walishajichanganya mara ya kwanza. Binti kwenye kutafuta picha si akaona sura moja na akamuonyesha. Walivyoona tu huyo mtu, Ramanujam akasema hapana, mimi siwezi kufuatilia hii kesi. Sasa binti alivyoona mpaka wakili aliyokuwa anamwamini kamwacha, akaenda kutafuta msaada kwa njia yake mwenyewe. Akakutana na bibi mmoja na akamuelezea mkasa wake mzima ulomkuta, na ule bibi akamuelekeza kwenda moja kwa moja kwa collector mmoja ambaye angeweza kumsaidia. Kesho yake Lakshmi akaenda kukutana na huyo mtu aliyoelekezwa. Alipokutana naye yule collector akamuuliza, nikusaidie nini mama?
Lakshmi akamhadisia mkasa mzima uliomkuta, kisha yule collector akamwambia aende polisi akafungue faili ndio aje amsaidie, maana kwenye kesi yake hakukuwa na faili lolote lililofunguliwa polisi. Binti akiwa anatoka nje, kulikuwa kumechangamka kinoma, watu wanakimbizana sio poa na maaskari wamezunguka jengo lote. Sasa Lakshmi akamfuata polisi na kuanza kumuita, ila polisi alionekana kuwa bize kidogo. Kila akimuita polisi anaonekana amsikilizi. Lakshmi inabidi amuite tena na kumwambia, afande, mtu mnayemtafuta ndio mimi ndio nimewaua. Kumbe kuna tukio binti amelifanya huko nyuma. Alipokuwa na yule collector, uwezi amini, binti alimtia chuma collector. Kumbe collector ni miongoni mwa wale waliomnyanyasa binti yake bwana. Na akumuua collector peke yake, wale wote waliohusika kwenye tukio la mwanae alishughulika nao. Kwa kifupi, binti aliamua kulipiza kisasi. Sasa kesi ikabidi iende mahakamani na Lakshmi akukataa, alikubali ameua na kusema, hao wapuuzi wameniulia binti yangu na mimi siwezi kukubali kuwaona wakiishi. Na kwa kosa hilo jaji akaamuru aende magereza, huku kesi yake ikiwa inaendelea kushughulikiwa. Ramanujam ikabidi amtafute mume wake na Lakshmi, na yule Suri ambaye anasaidia naye kazi akamwambia mumewe anaitwa Aditya na nilimpigia simu mara kadhaa lakini hakupokea. Yeye anakaa huko Mumbai na ni daktari. Ikabidi sasa Ramanujam aende mpaka Mumbai kukutana na mume wa Lakshmi. Walipokutana, Ramanujam akamuuliza, wewe na Lakshmi mlikutana vipi? Aditya akaanza kumwambia, mimi na Lakshmi tulikutana hospitali kwenye chumba cha upasuaji na mazoea yetu yakaanza hapo mpaka ikafika hatua ya kuoana. Ila sababu iliyopelekea kuachana naye ni kwamba familia yangu walikuwa wanataka mtoto na Lakshmi hakuwa na uwezo huo wa kunipatia mtoto, hivyo ndo tukaachana. Ramanujam akamwambia, hivi unajua mtoto wako ameuawa na Lakshmi amefanya mauaji na yupo jela sasa hivi? Aditya akashangaa kwanza, Lakshmi ameua, alafu mbona sisi hatuna mtoto yoyote? Yule Ramanujam akashangaa, una uhakika mkeo hakuwa na mtoto yoyote? Ndiyo, na uhakika, hatukuwahi kuwa na mtoto yoyote wala kupata mtoto wa aina yoyote yule. Swala hilo lilimpa sana mawazo Ramanujam, yani mpaka alivyorudi Hyderabad kutokea Mumbai akawa elewi kabisa, muda wote anaifikiria ile kesi. Imekaaje? Mbona hii kesi inaumiza sana kichwa hivi? Kwenye upelelezi wao wakaenda mpaka kule alipozikwa Saraswati kule binti yake na Lakshmi, na akakutana na yule mlinzi, na alipokutana naye akamuuliza, hivi ulimuona Lakshmi akiwa anamzika mtoto wake hapa? Yule mlinzi akasema, kiukweli ile siku nilikuwa vyombo kidogo, unajua tena mambo ya mma, ila nilimuona Lakshmi akiwa mwenyewe akichimba kaburi mwenyewe na alikuwa kama anazika kitu hivi, ila kila nikiangalia kitu anachokizika alikuwa ni mwenyewe tu, yani kifupi alizika hewa, akuzika mtu yoyote. Swala lile pia likamchanganya sana Ramanujam, kila akimfikiria Lakshmi anashindwa kuelewa kabisa. Akiwa anawaza pale akapata wazo moja, amtumie Aditya picha ya mtoto wa Lakshmi ili athibitishe kama huyo mtoto anamfahamu. Aditya alivyoiona ile picha, akasema, mbona hii picha ni ya Lakshmi mwenyewe akiwa mtoto? Alafu huyu haitwi Lakshmi, hilo ni jina la mama yake. Yeye anaitwa Saraswati na sio Lakshmi. Ramanujam akawa elewi pale. Huyu Lakshmi kachanganyikiwa ama kuna ukweli wote anajaribu kuuficha. Ikabidi sasa aende kwa daktari wa akili na kumwambia issue nzima jinsi ilivyo. Yule daktari akamwambia, Lakshmi huenda akawa anasumbuliwa na tatizo la fantasy plot disorder. Tatizo hilo linampelekea mtu kufananisha matukio ya kufikirika anachanganya na matukio halisia. Anaweza akaona kuna kitu kipo mahali kumbe hakipo, na kuna njia ya kufanya ili kubaini ukweli na kumsaidia Lakshmi. Hiyo njia inafahamika kama hypnosis, ambapo mwenyewe ataongea ukweli kuhusu kile kinachomsumbua. Ila ili kufanya hayo yote inabidi kipatikane kibali kutoka serikalini. Kweli akachukuliwa Lakshmi baada ya taratibu zote kukamilika na kuanza kumfanyia hiyo tiba ya hypnosis. Daktari akamuuliza, wewe unaitwa nani? Saraswati. Ramanujam alivyosikia vile akashtuka, ila daktari yule akamwambia, tulia mzee, hapa matibabu ndo yameanza. Mamako anaitwa nani? Lakshmi. Babako anaitwa nani? Prabhakar. Kwa sasa wewe uko wapi? Sasa Lakshmi ama Saraswati akaanza kuhadisia yeye yuko wapi. Alikuwa ni mtoto wa pekee sana kwenye familia yao na baba na mama yake walikuwa wanampenda sana. Sasa ile Agosti 15 kwenye birthday yake, kama kawaida baba yake na mama yake wakampeleka shule na wakampa chocolate akawapa wanafunzi wenzake pale shuleni. Na alipofika shule akaanza kugawa chocolate kwa wanafunzi wenzake kama mama yake na baba yake alivyosema. Na akafika mpaka kwenye ofisi ya principal. Muda huo walikuwepo watatu mule ndani. Wale wa baba walikuwa washenzi kinoma. Wakaanza kumtamani yule mtoto, wakafunga mlango mwanangu. Na kilichoendelea hapo mimi sijui. Sasa mama na baba yake walipofika shule kumchukua binti yao, wakaona anachelewa sana kutoka. Ikabidi waingie shule mule kumtafuta. Walimtafuta shule nzima lakini hawakumuona.
Usiku wakiwa na mawazo hawajui wafanyeje, maana binti yao ndio hivyo tena haonekani. Simu ikapigwa pale na aliyepiga alikuwa ni binti yao. Akasema, mama njoo nifate, nipo kwenye ofisi ya principal shuleni, principal na wenzake wamenifanya vibaya. Na mtoto alikuwa anaongea kama anaumwa hivi. Ikabidi sasa wazazi wake waende mpaka shuleni moja kwa moja kwenye ofisi ya principal. Walipoingia kwenye ofisi ya principal wakamkuta mtoto wao akiwa amelala yupo hoi na alikuwa kama kaingiliwa hivi. Ikabidi sasa wamchukue pale haraka na wamwaishe hospitali. Kwa bahati nzuri alisaidiwa maisha yake, ila kwa bahati mbaya kwenye ule upasuaji ili kunusuru maisha yake ikabidi wamtoe mfuko wa uzazi. Swala lile lilimuumiza sana mama yake, akasema hapana, watu walomfanyia hivi binti yangu ni lazima washughulikiwe. Ila tatizo hawakuwa na ushahidi wowote. Lakini Saraswati akasema ushahidi upo, kuna sehemu nimeuficha. Maana wale wazee walirekodi tukio zima kwa lengo la kuitishia familia yake ili wasiende kupeleka kesi mahakamani, na wangefanya hivyo wangeiachia ile video mtandaoni bwana. Lakini Saraswati aliuchukua ule ushahidi wa mkanda wa video na kuuficha bila wao kujua bwana. Sasa ikabidi wazazi wake waende mpaka sehemu walioelekezwa na binti yao kwenye huo ushahidi, na walipofika wakaukuta ule ushahidi, na walivyoangalia kitu walichokiona mule kilikuwa kinahuzunisha kweli. Kila mmoja alilia pale. Na wakaenda kumpa ule ushahidi wakili wao, kesi ikapelekwa mahakamani. Ila cha ajabu yule wakili wao akasema hii familia hawajanipa ushahidi wowote. Kwa kuwa ushahidi haukuwepo pale, basi wale wahusika walile tukio wakaachiwa na kesi ikafungwa hapo hapo. Baadaye yule wakili wao akaomba msamaha mama yake na baba yake Lakshmi kwa kudanganya pale mahakamani, kwa sababu na yeye familia yake ilitishiwa kwamba angesema ukweli ingefanywa kitendo kile kama ilichofanywa Saraswati. Mama yake Saraswati alivyotoka mule ndani akamfuata mtu mmoja alovaa pete hivi na kumpiga kibao huku akisema, hivi wewe umezaliwa na mwanamke au mnyama? Hiki ulichokifanya uwezi kuheshimiwa na mwanamke yoyote. Kisha wakaondoka pale. Wakiwa njiani kurudi nyumbani wakazuiwa na yule jamaa yule alovaa pete akaonekana tena. Mama yake na baba yake Saraswati wakauawa na kuchoma moto mbele ya macho ya Saraswati. Ikapelekea mpaka Saraswati kuzimia pale. Na tunarudi sasa kwenye maisha ya kweli. Saraswati akaamshwa kutoka kwenye usingizi, maana angeendelea vile angeweza kufariki. Na ukweli uliogundulika pale ni kwamba Lakshmi ndio Saraswati, na muda wote ule tuliona alikuwa na mtoto wake, hakuwa na mtoto yoyote, bali alikuwa ni mwenyewe tu. Sasa yule mwanasheria akamfuata jaji na kumuomba kesi irudi tena mahakamani, na kesi ikapelekwa mahakamani na Ramanujam akatoa ukweli wa mambo. Ila kulikuwa na mwanasheria mmoja hivi wa serikali alikuwa anapinga sana pale kile ambacho Ramanujam anakisema. Waliitwa mashahidi akiwemo yule daktari aliyemtibia Saraswati akiwa mdogo, na akathibitisha kama kweli Saraswati alikutana na changamoto hizo, na jaji wa ile kesi akaipangia tarehe nyingine kwa ajili ya kutoa hukumu. Ramanujam akaenda magereza na kumpa mrejesho Saraswati kile kilichoendelea huko mahakamani, kisha akaondoka. Na hapo magereza alikuja kiongozi mmoja. Wakati Ramanujam anaondoka akaona kuna mkimbizano pale magereza, maaskari wanakimbilia kule ambapo yeye ametoka. Ikabidi sana yeye arudi ili akaone kuna nini huko, mbona watu wanakimbilia sana. Ile kufika tu si akamwona Saraswati anafanya mauaji tena akiwa umo magereza, na aliyekuwa anamuua ni yule mtu ambaye alikuwa anaonekana kavaa pete. Na kesho yake ikabidi Saraswati mwenyewe aitwe mahakamani kwa ajili ya kusikilizwa, na yule wakili wa serikali alikuwa anagongelea misumari kinoma, huyu binti lazima afungwe maana akaua watu 4 akiwemo waziri. Kwa upande wa Saraswati akawa anajitetea pale na kusema, mimi ni mama, najua maumivu ya kupoteza mtoto. Kile nilichokifanya kwa wale watu wanastahili kufa. Hakuna time moja pale alikuwa anastahili kuishi. Asa yule wakili wa serikali akaamua kuchomoa betri pale na kusema, wewe hauna mtoto, wewe ndo Saraswati mwenyewe na wewe ndo Lakshmi mwenyewe. Haujawahi kuwa na mtoto na swala hilo halijawahi kutokea kabisa. Lakshmi alivyosikia vile akawa anakataa, hapana, mimi na mtoto wangu yupo. Yaani anaongea kwa hisia mpaka analia. Ikabidi Ramanujam aende akamsaidie pale, maana dada watu alikuwa anateseka kihisia kiukweli. Na maamuzi aliyotoa jaji ni kumwachia Saraswati kwa sababu binti yule alikuwa ni mgonjwa na inabidi apelekwe kwenye kituo cha tiba kwa ajili ya kupatiwa matibabu.
Miezi michache baadaye, baada ya kesi kusomwa, yule wakili Ramanujam akakutana na Saraswati. Kila mmoja akamshukuru mwenzake, kisha Ramanujam akaondoka. Lakini wakati akiwa anaondoka akawaza kidogo, akaona mbona kama hii ni michezo, ikabidi arudi. Ile kurudi tu, oya, si akamkuta Aditya akiwa na Saraswati, wakati Aditya alisema ameachana na Saraswati. Kumbe bwana, michezo yote iliyokuwa inaendelea ilipangwa na Aditya pamoja na Saraswati mwenyewe, na walijifanya kama wameachana ili kuweka mambo yao sawa, na Aditya ndio aliyemwambia Saraswati kwamba wakili Ramanujam ndiye ataweza kumsaidia. Na baada ya kumwambia yoyote, wakamwomba msamaha Ramanujam kwa kumtumia, kisha mwamba akaondoka zake pale. Na huu ndio unakuwa mwisho wa filamu hii nzuri ambayo nimekusogezea moja kwa moja kupitia hapa Swahili Recap. Oya, kama wewe umefika mpaka hapa, tafadhali usiache kusubscribe channel yetu kwa kubonyeza maneno mekundu yaliyo chini ya video hii yaliyoandikwa subscribe.